mwaka wenye utusi, mwaka wenye giza, mwaka ambao haueleweki. Lakini tunaamini ya kwamba kwa neema ya Mungu tutashinda. Nitumie nafasi hii kuweza kuwakaribisha tena katika kipindi hiki kizuri, kipindi ambacho tunaendelea kutafakari na kuangalia mada mbalimbali za uongozi. Na nilishasema kwamba kama usipokuwa na ujuzi huu wa uongozi, kuna uwezekano mkubwa sana kwako ikawa ni shida sana kusimamia mambo yako, hasa hata katika maisha yako pia wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri sana wale wote wanaofuatilia waendelee pia kusubscribe, kushare, kucomment na mambo mbalimbali katika media yetu hii pendwa ya Samuveti Connect. Leo hii nina mada fulani ambayo ni ya uongozi, lakini katika kipengele kinaitwa competency standards. Competence standards ni seti fulani za ujuzi ambao anatakiwa kuwa nao mtu, hasa pale anapokuwa akisimamia mambo mbalimbali. Na uongozi insachi unaanza katika maisha binafsi. Maisha binafsi. Yaani wewe mwenyewe binafsi ni lazima ujue kwamba je, mimi najiongozaje? Najiongoza vizuri ama najiongoza vibaya? Kwa hiyo uongozi hauwazi kumsimamia mtu mwingine. Uongozi unaanza pale unapojisimamia wewe mwenyewe. Katika mataifa mbalimbali duniani wamekuwa wakitafuta viongozi ambao wanatakiwa kusimamia. Kwanza wajue ya kwamba wao wenyewe wanaweza kujisimamia, lakini pia waweze kuwasimamia, lakini pia wasimamie na rasilimali na mali mbalimbali walizo nazo katika taifa lao. Mataifa mengi yamefeli kupata viongozi kwa sababu katika kuchagua hatuchagui kwa sababu tunatumia akili ya uchaguzi, bali tunatumia mihemko. Lazima katika mwili wa mwanadamu kuna kitu kinaitwa mhemko, lakini katika pili ya mwanadamu kuna kitu kinaitwa akili. Sasa akili ni kule kufikiri sana, kutumia akili katika kufanya maamuzi fulani. Lakini kuna wakati fulani watu tumekuwa tukitumia muhemko, yani unahemushwa na mtu, mwisho wa siku unashangaa umeingia kingi bila wewe kujua kwamba hapa mimi nimeingiaje, na kufanya uchaguzi ambao kwa hakika wamekuwa si sawa. Na ndio maana viongozi wengi, hasa viongozi wale wanaoteuliwa, wamekuwa wakiondolewa kila wakati. Ushangaa mtu kateuliwa leo, kesho kutwa amesema uteuzi wake umefanya nini? Umekanseliwa, umetenguliwa, si kwa sababu yawezekana wakati kiongozi anafanya uteuzi hakutumia akili vizuri, alitumia muhemko. Na hivyo mwisho wa siku akateua mtu ambaye hawezi kufiti katika nafasi ile ambayo alimpatia, na hivyo anatengua katika uteuzi. Lakini katika uchaguzi pia, ndugu zangu watazamaji na wale wasikilizaji, lazima tujue ya kwamba hata katika chaguzi mbalimbali ambazo zinatokea katika mataifa yetu, tunahitaji sana kutumia akili nyingi katika kufanya uchaguzi, katika kufanya maamuzi, kupata viongozi walio bora. Kwa sababu ikiwa hutofanya hivyo, mwisho wa siku unashangaa umefeli. Na ndio maana kuna watu mbalimbali wakasema we need to select a capable people. We need to select a capable people for positions of national leadership. Capable people ni wale ambao kweli unaona kabisa kwamba nikimpa hiki kitu asimamie, nikimpa hiki kitu akisimamie, kweli anafiti. Mimi kipindi fulani nilipokuwa nikigombea urais kwenye chuo Ruaha Catholic University, nilipohojiwa nisema kwamba nimejipima, nikajiaminisha kwamba ninaweza kuongoza chuo cha Ruaha Catholic University. Kwa hiyo unajipima mwenyewe, are you capable? Are you capable katika hili ambalo unalitaka kuliongoza? Je, uko na uwezo nalo, au umekwenda tu kwa sababu ya kufata mkumbo au watu fulani ambao wamekushawishi ili uweze kwenda? Hatuhitaji kwenda kwa sababu ya ushawishi. Ni lazima ujipime mwenyewe kama kweli una uwezo katika nafasi hiyo ambayo unaiomba. Lakini pia baada ya kuteuliwa kupata kiongozi capable, ni lazima awe na uwezo wa kudevelop
either kudevelop wengine au kujidevelop yeye mwenyewe. Kujidevelop mean that ni kujiendeleza. Kujiendeleza katika kusaka maarifa kwa ajili yake mwenyewe na kwa ajili ya jamii ambayo ameomba kuisimamia. Unapokuwa kiongozi, nilisema hapo nyuma, unakuwa ni mtumishi. You are servants. Unapokuwa mtumishi siku zote, nilisema kwamba ana sifa ya unyenyekevu, anajua anatumika. Hata siku moja hajawahi kujiinua akawa kama yeye ndiye bosi, wakati bosi wake upo uliyemweka wapi? Madarakani. Ukiona watu wanafanya hivyo ni kwa sababu moja, hawajijui kwamba wao ni viongozi. Hawajijui kabisa totally. Maana mtu anayejua kwamba yeye ni kiongozi ni mnyenyekevu na atawanyenyekea wale anaowaongoza, kwa sababu anaamini na kujua kwamba nafasi aliyo nayo sio kwamba yeye amejiweka, bali amewekwa na watu. Hao ndio capable people best. Ndugu mtangazaji, capable people siku zote wanafahamu, wanaojiendeleza wanajua, najiendeleza kwa ajili ya nini? Najiendeleza kwa ajili ya wale ambao wameniweka mimi katika nafasi hii niweze kuwatumikia wao. Na hivyo nahitaji kuwaheshimu, kuwalinda, kuwajali na kuwatuza. Hawa ndio mabosi wangu. Sasa pamoja na hayo yote, tunahitaji viongozi wanaojali mafanikio ya watu wao. Unajua watu wengi wanaopiga makelele mahali popote katika taifa na nini, hata wale wanaoondolewa kwenye madaraka, ni kwa sababu wameshindwa tunasema kufulfill the promise to their society. Kutimiza, wameshindwa kuyatimiza yale ambayo waliwaahidi wale watu. Wameshindwa kutimiza ahadi ya kuwalinda. Wameshindwa kutimiza ahadi ya kuwajali. Wameshindwa kutimiza ahadi ya kujali utu wao na kuwaheshimu. Na hivyo wanaona kwamba hawa watu kwa sababu wako kinyume kwa staili na sisi lazima twende kinyume. Falsafa moja inasema naye kusaliti na wewe msaliti. Kuna yani maana ile jino kwa jino, yani mtu akikupiga jino na wewe piga jino. Ndio maana watu wengine wanasema kwamba ukimwaga ugali mimi namwaga nini? Mboga. Yani wote tukose. Umeona bwana? Sasa mwananchi hana chochote cha kukosa katika maisha yake. Kwa sababu kwanza kabisa wewe alikuweka Ikulu, alijua kwamba utamsaidia labda kumuendeleza jambo fulani. Unaposhindwa kumuendeleza anakuondoa, yani unayenyimwa ni wewe. Yeye mwenzio alishazoea tabu, alishazoea shida, alishazoea majungu, alishazoea ni matatizo mitaani. Kwa hiyo yeye anaendelea na harakati zake za kupambana kutafuta maisha yake. Ila wewe ambaye nilikupa uende kule ukashindwa kunitimizia, ndio na kunyang'anya, nampa mtu mwingine. Na ni sachi si mimi naye kunyang'anya, ila Mungu mwenyewe, kwa sababu hiyo nafasi uliyopewa ni sachi Mungu aliniongoza nikakupa. Sasa umeshindwa kuwa makini kutuza ahadi zetu, na mimi nahitaji kukuondoa. Nahitaji kukuondoa. Na watu wakishindwa kuwa na maujuzi, wakishindwa kuwa na maarifa, wakishindwa kujijua wao wenyewe, na hivyo imekuwa ni shida kwenye mataifa mbalimbali. Watu wanaongoza mataifa yao kama wanavyotaka wao wenyewe, si katika mfumo wa sheria, taratibu, miongozo na kanuni. Wameshindwa. Kwa sababu gani? Hawana professional, yani uwezo wao wa kusimamia ile competence standards hawana. Competence standards hawana. Sasa mtu ambaye hana competence standards zinazoweza kuguideline maisha yake, kuguideline kwamba tunatembea kwenye mstari huu, hawezi hata siku moja kuwasaidia wananchi, hawezi hata siku moja kusaidia taifa lake. Lakini kuna numbers za ambazo kuna vitu mbalimbali ambavyo kiongozi anatakiwa kuwa navyo, na hivi
ningeomba niviseme kimoja baada ya kingine, maana vipo kama vinne hivi. Vinne, vipo kama vinne. Kiongozi anatakiwa kuwa navyo. Moja ya kitu ambacho anatakiwa kuwa nacho kinaitwa knowledge. Sasa knowledge ni nini? Tunasema knowledge, ujuzi, huu ni ujuzi anaoupata mtu baada ya kusoma, baada ya kujifunza. Ni ujuzi anaopata mtu baada ya kusoma au kufanya nini? Kujifunza. Kwa hiyo kiongozi kumbe anatakiwa kusoma. Kiongozi anatakiwa kujifunza kutoka kwa watu wengine. Kiongozi mwadilifu ni ule, unajua kukosolewa pia ni moja ya kujifunza. Yaani unapokosolewa, ukikosolewa sio unakata tamaa. Ukikosolea sio una give up. Unapokosolewa means that unatakiwa kutafuta namna nyingine ya kwamba kama hili wamenikosoa, basi yawezekana hii njia niliyotumia sio yenyewe, natakiwa kutumia njia nyingine tofauti na hii wanayokosoa. Try, unajaribu namna nyingine ya kusimamia taifa lako. Sio kukasirika au kuwachukia wanaokukosoa. Kwa hiyo ujuzi huu tunaupata kutoka kwa watu mbalimbali, kwa sababu research kikawaida wanasema elimu tunapata, kuna kitu inaitwa informal education na formal education. Informal ni ile ambayo tunaipata kutoka duniani popote pale. Awe mpumbavu, awe mtu anafuna fulani, anaweza akakufundisha kitu ukakijua vizuri tofauti na vile ulivyokuwa ukijua mara ya kwanza. Si ndio jamani? Hata kichaa anaweza akakufundisha jambo fulani. Unachotakiwa wewe ni kumsikiliza na kufuata